Hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TZ, usisahau kulike, kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans, baada ya matokeo ambayo si mazuri, uongozi wa klabu ya Yanga umeanza kuangalia kwa kina kuhusiana na muendelezo wa matokeo ambayo si mazuri benchi la ufundi la kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans. As we know kwamba benchi la ufundi la kikosi cha Yanga limesheheni makocha wakubwa ambao pia wamepata nafasi ya kuhudumu kwenye timu za taifa mbalimbali. Mwalimu Patrick Mabedi, kocha msaidizi ambaye amepata nafasi ya kuhudumu kwenye timu ya taifa Malawi, lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves ambaye amepata nafasi kubwa zaidi ya kuhudumu kwenye timu ya taifa Angola, na ujio wao Yanga kwa siku za hivi karibuni unatajwa pia bado watu wengi hawaridhishwi na performance ya kikosi hicho, kwa sababu timu kuna muda inapata matokeo lakini ni kama ina struggle sana. Jana pia kikosi cha Yanga kikitoa sare ya bila kufungana dhidi ya kikosi cha Azam. Kabla hapo ameshinda michezo miwili dhidi ya Singida na dhidi ya Tanzania Prisons, lakini wakilazimisha sare pia kwenye dabi ya Kariakoo. Yanatajwa mambo mengi zaidi ambayo pengine yanaifanya benchi la ufundi la klabu ya Yanga kushindwa kuwa na performance bora zaidi na kuweza kupata matokeo mazuri zaidi kama ambavyo wengi waliishuhudia Yanga ya misimu miwili nyuma ambayo ilikuwa inapata matokeo ya ushindi mkubwa na mnono. Haya hapa ni mambo kadhaa ambayo nimekuandalia, ambapo katika soka mara nyingi ushindi au matokeo ya mechi huamliwa na maamuzi madogo ndani ya dakika 90. Hilo ndio linaonekana katika mchezo ambao umewakutanisha Yanga na timu kama Simba, Azam, lakini pia Tanzania Prison na Singida. Licha ya Yanga kuingia uwanjani wakiwa na ubora mkubwa wa kikosi na kuonekana kuwa na udhibiti wa mchezo kwa muda mrefu, hujikuta wanafanya makosa kadhaa ya kiufundi kimkakati yanayowagharimu na kuwafanya washindwe kuutawala mchezo kama ambavyo mashabiki wengi wamekuwa wakitegemea. Kosa la kwanza ambalo linaonekana katika mechi nyingi zaidi ni katika eneo la mwisho la ushambuliaji. Yanga wanaweza kufika mara kadhaa karibu na lango la timu pinzani, hasa kwa jana dhidi ya Azam, dhidi ya Simba na dhidi ya Tanzania Prisons, lakini maamuzi ya mwisho yanakuwa sio sahihi. Pasi za mwisho zinakuwa sio za ubora wa kutosha, na wakati mwingine wachezaji wanachelewa kupiga mashuti. Hii inafanya nafasi nyingi nzuri kupotea bila kuzaa matunda. Kosa la pili linakuwa katika kasi ya kubadilisha mchezo. Ukitazama wapinzani wa Yanga kwa mechi 3 za hivi karibuni, wanakuwa wakijipanga vizuri wanapopoteza mpira, lakini kikosi cha Yanga wanakuwa wanashindwa kutumia ipasavyo nafasi za kushambulia kwa haraka. Badala yake wanakuwa wanacheza taratibu na kuwapa wapinzani muda wa kurudi kujipanga upya. Na hii kwa mwalimu Pedro Goncalves anakuwa anatupiwa lawama, huenda pia kuanza na safu ya midfield ama viungo wengi inakuwa inamgharimu kimtazama Mdathiri Yahya, Duke Abuya, lakini pia Maxi pia Zengeli, lakini pia ukimtazama Dube ambaye anaopti pia kumwanzisha kama mchezaji wa pembeni na kumnyima ufanisi mzuri kwenye kufanya interception za kutafuta magoli. Hii pia inatajwa kupunguza ufanisi wa Yanga kwenye wakati wanafanya transition kwenda kusukuma mashambulizi kwa nguvu zaidi. Lakini jambo la tatu ambalo linaonekana kukosekana kwa mchezaji mwenye uwezo wa kubadilisha mchezo pindi unapokuwa mgumu. Katika timu nyingi kubwa mara nyingi kuna yule mchezaji ambaye anaweza kuchukua jukumu la kufanya maamuzi makubwa na kubeba timu wakati hali inakuwa ngumu. Katika michezo ya Yanga hivi karibuni wanaonekana kucheza zaidi kama mfumo wa timu kuliko kutegemea ubunifu binafsi wa mchezaji mmoja mmoja. Licha kuwa tunafahamu kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ni miongoni mwa timu ambazo misimu ya hivi karibuni kilijengwa zaidi kwenye mfumo wa timu
yani collective play, kuliko kutegemea nyota mmoja. Kwa namna ambavyo Yanga ilifumwa ni kushambulia kwa mfumo wa pamoja, wachezaji wengi wanachangia magoli, kiungo wa pembeni zinabadilika sana. Hii ina faida, timu haitetereki kama mchezaji hayupo. Lakini ukitazama kwa mechi za hivi karibuni, Yanga pia kushindwa kuwa na mchezaji ambaye anaamua kubadilisha mchezo pindi unapokuwa mgumu, ni kama inawawia vigumu, licha kuwa ina majeruhi ya baadhi ya wachezaji kama Clement Mzize, Pacome Zouzoua ambaye kwa mechi dhidi ya Azam alirejea, lakini kuna pengo ambalo mwalimu Pedro Goncalves anatakiwa kwenda kulifanya. Lakini jambo la 4 ni makosa madogo ya kujipanga katika safu ya kiungo ambayo yamewapa faida pia kwenye mchezo wa Azam, kuwapa faida Azam, lakini mchezo dhidi ya Simba ambapo kiungo wa Yanga wanashindwa kujipanga vizuri kwenye safu, hasa wakati wanapokuwa wanashambuliwa. Wakati huo Duke Abuya, Mdathiri Yahaya wanashindwa pia kukaa kwenye njia nzuri, jambo ambalo linawapa nafasi mpinzani kwenda kushambulia zaidi. Hata hivyo ni muhimu kuelewa kwamba makosa kama haya ni sehemu ya mchezo wa soka na mara nyingi hutokea hata kwa timu kubwa duniani. Kinachotofautisha timu bingwa na nyingine ni uwezo wa kujifunza kutokana na makosa hayo na kurekebisha mapungufu kabla ya mchezo unaofuata. Kwa Yanga, michezo hii dhidi ya Azam na dhidi ya Simba, lakini pia mchezo dhidi ya Tanzania Prisons unarejesha somo kwa uongozi wa Yanga na bench la ufundi kuelekea kwenye michezo ijayo. Cha kwanza, ikiwa watafanikiwa kurekebisha makosa katika eneo la mwisho la ushambuliaji, wanaweza kuwa na safu bora ya kupata ushindi mnono, lakini kuongeza kasi kwenye mchezo na kupata mchezaji wa kufanya maamuzi makubwa wakati wa mechi ngumu, basi wanaweza kuwa timu hatari zaidi katika ligi. Swali linalobaki kwa mashabiki ni hili: je, Yanga watajifunza kutokana na makosa haya au kurejea wakiwa na nguvu zaidi katika michezo ijayo? Niandikia hapo kwenye komenti mtazamaji. Lakini kingine pia, kwa mwalimu Pedro Goncalves, anatakiwa kwenda kuboresha zaidi kuanzia eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Ni miongoni mwa makocha wazuri, lakini pia kwa hivi sasa inaonekana performance ya kikosi cha Yanga bado iko chini kutokana na kustruggle kupata ushindi kwenye baadhi ya michezo. Hii ni Sports Fact TV. Endelea kulike, kusubscribe na kucomment.